maeneo ya kihistoria, maeneo ya kihistoria katika mji wa Makka na Madinatul Munawwara, kwa sababu tutafanya ziara pia katika maeneo ya kihistoria. Kwa hivyo lazima tujue, hata kama tutakuwa na viongozi, tutafika sehemu, kuna sehemu tutafika, tutateremka, utapewa maelezo na hivi, lakini tunataka uwe na idea, uwe unajua. Hatutaki uende tu kama bendera vile, pepo umeenda mashariki, hapana. Nambari 1 katika vitu vinabeba historia, tukianza na mji wa Makkatul Mukarrama, ni Al-Kaaba. Al-Kaaba sisi tunaita Kaaba kwa maana ya nyumba tukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala anatuambia katika Qur'an, inna awwala baitin wudhi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubaraka, hakika ya nyumba ya mwanzo kabisa kuwekwa ardhini ni nyumba iliyoko Makka tukufu, kwa maana ya Al-Kaaba. Duniani kote nyumba ya kwanza kuwekwa ni Al-Kaaba. Na Allah subhanahu wa ta'ala akasema wa hudan lil alamin, na kwa hakika nyumba hii ni uongofu kwa walimwengu wote. Wa fihi ayatun bayyinatun, na katika nyumba hii ziko alama za wazi kabisa zinazodhihirisha utukufu wa Allah tabaraka wa taala. Katika alama hizo ni namna ya watu wanavyokimbilia kwenda hapa. Hakuna pahala duniani panatembelewa na idadi kubwa ya watu isipokuwa ni Kaaba tukufu peke yake. Walevi wa mipira wanaandaa matamasha yao ya mipira, muda mwingine wakaita Kaasul Alam, kwa maana ya kombe la dunia, lakini idadi ya watu wanaoenda kuhudhuria haifiki idadi ya watu wanaenda kwenye Al-Kaaba. Lakini sisi hatutishiki, kisha hatuoni ajabu. Fihi ayatun bayyinati, kwenye hii Al-Kaaba ziko alama za wazi zinazodhihirisha utukufu wake Allah tabaraka wa taala na mamlaka yake. Kila mtu anakuwa na nidhamu mwenyewe automatically bila kusukumwa kwamba natakiwa nikae hivi na nikae hapa, nisikae hapa. Akasema Allah tabaraka wa taala, si tu kuwa kuna alama za waziwazi, lakini makamu Ibrahim, iko sehemu ambayo Ibrahim alisimama wakati akiripea Al-Kaaba. Wa man dakhalahu kana amina, na yeyote anaingia hapa huwa yuko na amani timilifu. Ni sehemu peke yake duniani ambayo ukifika hamna hofu. Makka tukufu, hapa kwetu sisi Masonara unakuta mtu kaweka mlinzi mlangoni, halafu ukiingia kuna kachemba tena kuna mlinzi, na milango yenyewe ni milango ya kielektroniki. Masonara wa Makkatul Mukarrama, yani adhana ikiadhiniwa wanazima tu taa basi. Hakuna mtu anaiba, ukiiba utakatwa mkono. Hakuna ujambazi, ukifanya ujambazi utauawa. Hakuna chochote kichafu kibaya. Ni sehemu peke yake mtu akikukanyaga unaweza ukarusha ngumi, kule mtu akikukanyaga wewe uliyekanyaga ndo unamwambia pole. Yani wewe umekanyaga alafu unamwambia pole. Wa man dakhalahu kana amina, na yeyote ambaye anaingia katika nyumba hii anakuwa ni mwenye amani. Akasema tena Allah katika aya ya 96 suratul Maida, waja'ala Allahu al-Kaaba al-Baita al-Harama qiyaman lin-nas, na Allah amejalia Al-Kaaba, nyumba tukufu, kuwa ni kisimamo cha watu. Nyumba hii ina historia katika kujengwa kwake. Wanahistoria wanasema, kuna ambao wanasema kwamba iliteremka mara ya kwanza automatically, jengo lake iliteremka kutoka mbinguni. Kuna wanaosema hivi, lakini kauli iliyo na nguvu na iliyo karibu sana na usahihi kuwa nyumba hii ilijengwa mara ya kwanza na malaikatur rahmani kabla ya Nabii Allah Adam alayhi salatu wasalam kuteremshwa katika ardhi. Ndio maana tunasema ni nyumba tukufu, kwa sababu kama iliteremshwa mbinguni, hakuna duniani nyumba imeteremshwa mbinguni,
na kama imejengwa na malaika, hakuna nyumba duniani imejengwa na malaika. Hii historia ya kujengwa kwake, mara ya kwanza imejengwa kamilifu na malaika kabla ya kuteremshwa Adam alayhi salatu wasalam katika hii dunia. Halafu ikakaa miaka mingi, ikaja kuwa kama imetitia msingi wake, jengo lake likachakaa, akaamrishwa Nabii Allah Ibrahim Khalilur Rahman aende akaishi pale ili afanye renovation ya ile jengo. Ndio utaona kwamba kuna makamu Ibrahim, sehemu alikanyaga, tenda utaona nyayo zake. Pembeni ya kujenga alimweka mtoto wake Hijri Ismail, tenda utaona. Mara ya tatu Al-Kaaba imefanywa renovation kipindi Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akiwa na umri wa miaka 35. Bado hajakuwa mtume. Na tunasema hizi ni zama za jahiliya, Makuraish ndio walifanya renovation hii. Wakatofautiana wakati wa kulirejesha jiwe jeusi sehemu yake. Nani mwisho kabisa wakakubaliana kwamba atakayeingia kupitia mlango huu, maona ni kesho wa kwanza, huyo ndio atakuwa ana haki ya kuweka jiwe jeusi katika sehemu yake. Kesho yake mtu wa kwanza kupitia mlango, kuingia kwenye haram kupitia mlango ule akawa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na yeye wala hakufanya ubaguzi wala hakufanya kujiona. Wakastajabu sana na hekima aliyoionyesha. Alitoa kilemba chake akakitandika, kisha akachukua lile jiwe akaliweka, halafu akaita muona watu wa kila kabila katika makabila ya Quraysh, akaambia nyenyueni, shikeni pembeni mnyenyue. Wakanyenyua mpaka pale kufika, akalichukua akaliweka sehemu yake. Wakastajabu kwamba tumeshiriki sote kwa pamoja kwa rai ambayo sisi hatukuwa nayo. Lakini wao waliingia katika mzozo, karibia siku 3 wanalumbana tu nani alibebe ili jiwe kulirudisha pale. Hii ilikuwa ni mara ya 3. Mara ya 4 ikaja kufanyika katika kipindi cha utawala wa Az-Zubair ibn al-Awwam, akaripea Al-Kaaba. Na mara ya 5 na ya mwisho ni kipindi cha Hajjaj ibn Yusuf, watawala katika watawala ambao walitawala katika nchi za Kiislamu na eneo la Makkah tukufu. Yeye alifanya renovation ambayo ndio tunaiona mpaka leo. Jengo hili ni jengo ambalo limetengenezwa kwa umbo la pembe 4 ambalo lina nguzo 4. Yaani zile kona zake zinaitwa nguzo. Nguzo ya kwanza ni nguzo ya Hajaril Aswad, yani nguzo ya jiwe jeusi. Kwenye nguzo hii ndio kuna jiwe jeusi, na kwenye nguzo hii ndio mahujaji na watu wa umra na wote wanaofanya tawafu huanzia pale kuanza kufanya nini? Kuanza kufanya tawafu. Halafu nguzo inayofuatia ni Ar-Ruknu Shami. Ruknu Ashami, yani nguzo ya upande wa Sham inayofuatia nguzo ya jiwe jeusi. Nguzo inayofuatia ni Ruknu Al-Iraqi. Na nguzo ya mwisho kabisa ni Ruknu Al-Yamani, yani nguzo ya upande wa kulia mwa nguzo ya jiwe jeusi. Hizi nguzo 4 ndizo nguzo zinazotengeneza jengo la Al-Kaaba tukufu. Na nyumba hii husafishwa kwa mwaka takriban mara 3. Inafunguliwa, inasafishwa kwa maji ya Zamzam na inatiwa manukato yenye kunukia ya thamani kubwa sana, takriban mara 3 kwa mwaka. Lakini pia ina guo likiitwa satara au kiswatul Kaaba, ambalo guo hili linatengenezwa kwa hariri, ni very expensive. Na serikali ya kifalme ya Saudi Arabia imeweka kiwanda hasa cha kutengeneza ili guzo, na hubadilishwa kwa mwaka mara moja, siku ya tarehe 9 mwezi Dhulhijja. Guzo hili pamoja na kutengenezwa kwa hariri, lakini limenakshiwa kwa aya za Qur'ani ambazo zimenakshiwa kwa dhahabu. Ni dhahabu original kabisa ile ambayo tunaiona. Lakini guzo hili lina kisehemu kinaitwa mizab. Mizab ni kidude kama kinguzo chenye sentimita takriban sentimita 20, ambacho chenyewe kina mwaga maji ambayo mvua ikinyesha maji yanakaa kwenye paa la Al-Kaaba, basi yanamwagia kupitia mizab. Kiko upande wa Hijri Ismail. Kina urefu wa takriban sentimita 20 na kimetengenezwa kwa dhahabu tupu.
Mtu akiwa mlafi wa dhahabu sasa aibe, nenda kaibe kama unajitaka. Tayib. Lakini pia pamoja na hiyo yani jengo hili lina sehemu inaitwa Ashadhrawani. Shadhrawani ni kaukuta ka chini kabisa ambako tunasema kama ndiyo kitako cha jengo lenyewe, Shadhrawani. Lakini pia ina Hijri Ismail, kale kamviringo ambako tunakaona kako upande wa sharki ya msikiti. Hijri Ismail, Nabii Allah Ibrahim wakati anafanya renovation alikuwa na mtoto wake mdogo anampumzisha pale. Halafu katika sehemu nyingine pia ya jengo hili ina Al-Multazim. Al-Multazim ni sehemu yenye urefu wa takriban mita 2. Multazim iko kati ya nguzo ya jiwe jeusi, nguzo ya jiwe jeusi, hii nguzo ya jiwe jeusi na mlango wa Al-Kaaba. Hiki kisehemu hapa kinaitwa Multazim. Kwa nini Multazim? Multazim ni sehemu ya kujilazimisha, yani kujigandamanisha. Alikuwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akimaliza kufanya tawafu anaenda pale kwenye Multazim, anakigandisha kifua chake pale, anaomba. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anatufundisha katika maeneo ya Al-Kaaba yote dua zinajibiwa, ila sehemu dua zinajibiwa kwa haraka sana ni pale kwenye Multazim. Na ndio maana unaona watu wanasongamana, kila mtu anataka apapate. Na wewe ukiweza kufika pale pasina kusongamana na kuumiza watu, hasa kwa wanaume, maana wanawake ni mtihani. Yaani mwanamke ukiniambia umefika pale lazima umeminywa tu mwili wako, kitu ambacho kisheria ni haramu, haifai. Mtu asiyekuwa yani mtu kando kwako muona kukugusa mwili wako. Lakini kwa wanaume wanaweza akaenda, basi nenda pale kamuombe Allah yale ambayo wewe yanakusumbua muona katika maisha yako ya kidunia bila matatizo. Kwa sababu gani? Kwa sababu eneo hilo dua zinajibiwa kwa haraka sana. Lakini pia eneo jingine ambalo lipo kwenye Al-Kaaba ni makamu Ibrahim, ambayo sasa imesogea pembeni kidogo, sehemu ambayo ni nyayo za Nabii Allah Ibrahim akisimama kwa ajili ya kujenga Al-Kaaba yenyewe. Hivi ni vitu unatakiwa uvijue, usije ukaona tu kile kina kazi yake ni nini, muona au hivi, jua natambua, muona ni vitu ambavyo alhamdulillah vinakupa mazingira ya uelewa. Na Al-Kaaba ilikuwa kabla ya Uislamu, kabla ya yani zama za jahiliya, ikivishwa nguo nyekundu. Lile shuka lilikuwa jekundu. Halafu baadaye wakaja kuvisha shuka la kijani. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akavisha shuka jeupe zama zake. Lakini baadaye imekuja kuwekwa shuka jeusi ambalo tunaliona mpaka leo hii. Tuko pamoja Lakini ukiwa kwenye Al-Kaaba pembeni utaona memetuko, maana yake meremeto wa taa za kijani. Tunasema hizi ni taa kiongozi cha kumuongoza mtu kuanzia sehemu ya tawafu. Hii ni eneo ambalo unalifahamu katika haram tukufu ya Makkah al-Mukarrama, na mtu kuswali hapa au pembezoni mwa jengo hili maadamu yuko ndani ya mipaka, anakuwa anapata fadhila ya kuswali swala 100,000 kwenye misikiti mingine yote duniani. Hata hapo hotelini ambapo tutafikia, maana yake iko ndani ya mipaka, ukiswali unapata 100,000. Ila tu ubora wa sala mtu kaswali hotelini au kwenye msikiti wote mtaani huko na hapa haram itatofautiana, lakini fadhila ya 100,000 iko pale pale, haina mashaka. Na hii ni makubaliano ya ahlul ilmi wote. Tuko pamoja Sehemu nyingine tutafanya historia, tutatembea kwa ajili ya kupata historia, ni Jabalu Thawri. Jabalu Thawri au Thawr Mountain. Huu ni mlima umenyenyuka usawa bahari takriban mita 748. Umenyenyuka usawa bahari mita 748. Upo umbali wa kilomita 4.5 kutoka Kaaba tukufu. Uko umbali wa kilomita 4.5 kutoka Kaaba tukufu. Uko upande wa kuelekea kaskazini kama unaenda Najd. Najd maana yake Taif. Mlima huu tunaenda kutafuta nini sisi? Paka tunaenda kufuatilia mlima. Huu mlima historia yake kubwa, ndiyo sehemu ambayo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam mwaka wa 13 akiishi Makkatul Mukarrama
analingania Uislamu, akapewa amri na Mola wake ya kuondoka kuhama Makka, wakati ambao makafiri wa Quraysh wamekaa bunge ndani ya Darun Nadwa, bunge ambalo limehudhuriwa na Ibilisi katika sura ya kibinadamu, linajadili huyu mtu kila siku anawatoa watu kwenye kuabudu masanamu, kwenye dini ya babu zetu. Sasa tunamfanya nini? Manake kundi la watu linazidi kumwamini, wanajadili, mwisho wa siku wanakubaliana tumuue. Lakini sasa tutamuaje huyu mtu? Huyu mtu ni Banu Hashim. Banu Hashim ni kabila, yani kabila kubwa sana, lina nguvu sana. Banu Hashim watalipa kisasi. Ikakubalika kwamba tuchukue majangili, wale vijana makatili wa kila kabila, ndio wakashiriki kwenda kumuua. Tunaelewana vizuri Ndio wakapanga siku, na Allah mtukufu anasema innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Wao wanapanga vitimbi na mimi napindua vitimbi vyao. Akamwambia mtume wake, sasa ulishakuwa na tamaa, sasa hivi na kuamrisha ondoka Makka, elekea Madina. Plani ya kuondoka itakuwaje? Ni lazima asubirie plani yao waliopanga, kwa sababu akitoka tu hivi watamfuata, watamuua. Vile wamepanga kwamba wamvamie usiku ili wakati anatoka kwenda kuswali ndio wapo wamuue. Akasema huo muda na mimi ndio nitatoka. Lakini nitaondokaje mimi Makka? Na Makka ni as-sadiqul amin, mimi naitwa mkweli mwaminifu. Watu wa Makka wamechukua, sisi sasa hivi tunaweka amana zetu CRDB banka, tunaweka amana banki CB banki, CBNBC na kwingineko. Lakini watu wa Makka amana zao waliweka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akamuita Ali ibn Abi Talib akamwambia, sikiliza, mimi nimeamrishwa na Allah niondoke, na wewe ndio kijana unaishi ndani ya nyumba yangu. Kila amana za watu zilizoko humu ndani wewe unajua wenye nazo. Sasa nakuacha hapa kwa sababu mbili. Utabakia kitandani kwangu ili wale mabwana nje wakivamia wamezunguruka nyumba waendelee kudhania mimi niko ndani, wakati mimi nazidi kukata masafa, yani kuwakimbia, kuwaondoka. Nambari mbili, baada ya hapo utarudisha amana za watu kwa wahusika. Ali ibn Abi Talib kijana mwenye umri wa miaka 18, wala kusema itakuwaje mimi nitakufa, anambia al-amru ilaik, amri ni yako tu, wewe umesema hivyo, basi mimi niko tayari. Na ni kweli ilipofika muda plani yao ikawa hivi. Allah mtukufu akawatia usingizi mzito wa jamaa nje, na akaeleza haya katika suratu Yasin, waja'ala min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Akawa anatoka anawaruka mmoja baada ya mwingine, wala hawana habari, mpaka kwa Abubakar akamwamsha, akampa habari. Baada ya kumpa habari, Abubakar akamwambia, amri ni yako, maadamu umenichagua mimi nitoke na wewe, wala hamna matatizo. Habari ya wake, watoto, wazazi, Allah yuko nao. Abubakar akachukua na akiba yake yote, akamwambia binti yake Asma, ndio mtoto mkubwa, simamia babu yako na bibi yako, na simamia mama zako na ndugu zako wote, mimi naondoka zangu. Wakaondoka, ndio wakaja kwenye huu mlima. Juu ya huu mlima kuna pango. Wakaingia wakajificha siku 3, tarehe 27, 28, 29 ya mwezi wa Safar, mwaka wa 13 Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akiishi Makka, mtume wa Allah. Baada ya kufika pale Makka, baada ya wale kustuka wanaangalia sio mtume, Makka ikachafuka, anatafutwa mtume. Akakaa siku 3 pale. Tarehe 1 Rabiul Awwal mtume akaianza safari ya kutoka pale. Anatoka huko anarudi sasa kufata uelekeo wa kuelekea Madinatul Munawwara, akaenda zake Madina. Alhamdulillah. Kwa hiyo sisi tutaenda kwenye huu mlima kwa ajili ya kujua hiyo historia. Historia umeshaipata, utaenda pia utaambiwa pale, lakini utajua mlima wenyewe ndio huu. Hapana habari ya kusimuliwa wakati umeshafika Maka, lazima macho yakauone. Labda utuambie bwana mimi macho sina, na alhamdulillah sote sisi hapa tunaona. Hata kama wengine tunasaidiwa na mawani, lakini tunaona. Tumeelewana vizuri Sehemu nyingine ambayo tutapita katika ziara yetu ni Arafa. Lile eneo ambalo tutaenda kusimama tarehe 9, sisi tutaenda kulitembelea before ya hiyo tarehe 9. Tutaenda kulijua eneo ambalo mahujaji usimama pale katika siku ya tarehe 9. Kwa nini ile eneo limeitwa Arafa? Kwa nini limeitwa Arafa? Kwa moja kati ya kauli mbili, kwa mujibu wa maneno ya wanahistoria wa Kiislamu. Kuna wanaosema kwamba limeitwa Arafa ni kwa sababu
aliyeamrishwa na kufundishwa ibada ya hija alikuwa na Nabii Allah Ibrahim, na akaambiwa na Allah, waadhin fi nnasi bilhaji, watangazie watu. Ibrahim kuja kutekeleza ibada ya hija. Alivyopitishwa kwenye maeneo yote na Jibril alayhi salatu wasalam, walipofika Arafa, Jibril akawa anamuuliza, arafta, umeshajua namna ya kuitekeleza ibada kwa vituo vyote? Ibrahim anasema naam ariftu, ndio nimejua, ndio sababu eneo hili likaitwa Arafa, yani sehemu ya kujua, ya kufahamu, ya kutambua. Hii ni tafsiri ya kwanza ya eneo la Arafa. Tafsiri ya pili, wanasema wanahistoria, ni eneo ambalo limeitwa Arafa ni kwa sababu ni sehemu ambayo watu walitambuana. Kina nani walitambuana? Allah mtukufu alivyomteremsha Nabii Allah Adam kwenye hii dunia akitoka peponi, sehemu aliyoteremkia ni maeneo ya bara Hindi, mji mmoja ukiitwa Sri Lanka. Akatembea ardhini anamtafuta mke wake Hawa, ambaye yeye ateremkia maeneo ya Jidda. Na ndio maana utaona katika majina ya mji wa Jidda ni Jadda. Jadda kwa Kiarabu bibi. Na yeye akatembea mdogo mdogo anamtafuta mume wake, wakaja kukutana hapa. Ndio sababu akaitwa Arafa, sehemu waliotambuana baba yetu Adam na mama yetu Hawa alayhi massalatu wassalam. Utaenda utaliona hili eneo vizuri kabisa kabla ya hija, mapema sana. Na sisi tunafika siku ya, tunaondoka tarehe 29 30 tunafika kule. Juma ngapi? Na Ijumaa. Ina maana tutafanya tawafu yetu usiku wa Ijumaa kuamkia Jumamosi, si ndivyo? Jumamosi tutapumzika, Jumapili tutaenda hapo. Jumapili tutaenda hapo. Alafu Jumatatu tutaamka tutaenda Taif. Alafu tutakuwa tumemaliza, tutabakia Maka, tunasubiria tarehe 8 inshallah. Tumeelewana vizuri kwa sababu zikikaribia siku 3-4 kabla ya hija, serikali inafunga pia, hamna ruhusa watu kuingia kule. Wanaanza kuweka miundombinu sawa. Ndio maana tutaenda mapema sana. Sehemu nyingine ni Muzdalifa. Muzdalifa ni neno la lugha ya Kiarabu, ni kama vile izdalafa, yazdalifu, Muzdalifa, yani sehemu ya mkusanyiko. Na ni kweli mahujaji hukusanyika wote hapa wakalala hapa. Lakini pia unaweza ukasema Muzdalifa ni sehemu ambayo inafuatia. Yani ukitoka Arafa inakuja Muzdalifa. Ukitoka Muzdalifa inafuatia Mina. Eneo hili mahujaji hulala usiku wa tarehe 9 kuamkia 10. Hulala hapa usiku mzima. Na kwenye nyakati za Kiislamu tunasema ni usiku wa tarehe 10. Kwa sababu siku katika Uislamu inaanza magharibi, si ndivyo? Siku inaanza magharibi. Maana magharibi ya siku hiyo ndio tayari tarehe 10 imeingia. Huu usiku wake huu, maana yake mahujaji hutakiwa kulala hapa. Kulala hapa tumesema ni wajibu. Mtu ambaye sharia inamfumbia macho kulala hapa ni mgonjwa na mtu mzima sana. Huyu ikifika nusu ya usiku, basi hawa wanatakiwa waondoke. Mtu asiyekuwa na udhuru wa aina yeyote unaokubalika na sharia asilale hapa. Huyu atakiwa atoe fidia ya kuchinja mbuzi au kondoo. Hulala mahujaji mpaka asubuhi wakasali salatul fajri. Imethibiti Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yeye baada ya kusali salatul fajri alielekea kibla mwenyewe kwa nafsi yake, akanyenyua mikono, akamuomba Allah kwa muda mrefu mpaka kajua kalipoanza kuchomoza, ndio akashuka akanyenyua msafara wake kuelekea Mina, hatimaye Jamarati, na akaenda kufanya tawafu al-ifada. Na sisi Peace Travel tunafanya hivyo, ila tu tunagawanyika. Mara nyingi mimi napewa wazee, wale watu wazima wagonjwa, naondoka nao mdogo mdogo. Sheikh Juma anabaki pamoja na daktari na watu wengine wote watabakia mpaka waswali alfajiri. Ndio sasa watanyenyuka kuja Mina, watatukuta kwenye mahema Mina, halafu ndio tunapanga plani ya kwenda kurembea vijiwe. Kwa hivyo sisi hatuna kiherehere. Una baadhi ya watu, mwaka jana nilitoa mimi hutuba, yani baada ya kurudi hija nilitoa hutuba, ingawaje wengine walinichukia na hivi potelea kote. Mimi sijali kuchukiwa na binadamu, kama ninachokifanya naamini kuwa Allah anakiridhia. Tupo kwenye kundi na mimi nimepewa nisimamie, lakini ndio tunajumuika baadhi ya taasisi.
Unamwambia mtu kwamba bana, hao wote unaowachukua hawa hakuna hata mtu mmoja na dharura ya kumuondosha hapa, na hawa wamelipa pesa zao. Maskini ya Mungu hawajui taratibu zinasema watu walale hapa mpaka asubuhi. Wewe unawaondoaje na wao hawana dharura ya aina yoyote ile? Nimemwambia mara ya kwanza, hakunijibu kitu, akaanza tena harakati za kuwakusanya. Nikamfuata mara ya pili, hakunijibu kitu. Mara ya tatu akaniambia, sikiliza shehe, una kaburi yako na nina kaburi yangu. Kwa hivyo wewe utaenda kuadhibiwa kivyako na mimi nitaenda kuadhibiwa kivyangu. Tusifatane. Kama anakosea nitaadhibiwa kivyangu. Taibu utaadhibiwa kivyako. Lakini hawa karibia watu 30 unaoharibu ibada yao, fidia yake ni nini? Utawafidia nini kwa kuikosea ibada yao? Na watu wamejikusuru. Milioni 20 kuna watu ni ndogo kwao, lakini wengi wetu sisi milioni 20 ni pesa nyingi sana. Mtu kaitafuta maisha yake yote, halafu unakuja kuichezea ibada ya mtu. Hatukubali kuchezea ibada. Kwa hivyo sisi hatuna kiherehere, tunatulia tu. Na sisi wenyewe viongozi ndio tutasema. Tutamwambia bwana mzee wangu, wewe jiandae. Wewe nusu ya usiku tutakutoa. Mama wewe jiandae. Ukiona hatuja kuambia macho yetu na dhana ambazo Allah amezijenga, dhana zetu ambazo Allah amezijenga kwako, unaweza kutembea. Kwa sababu sio mbali na mahema. Ila huo muda wa asubuhi inakuwa zahma kubwa sana, kwa sababu watu wengi sana. Sasa watu wazima, wagonjwa, muda mwingine mtu akiona ile wingi wa watu anadondoka, anapoteza fahamu. Kuna watu wengine hawawezi kumudu ule msongamano wa watu, hasa watu wanapokuwa na udhaifu wa kiumri. Kwa hiyo sisi wenyewe tutaona, tutatazama, tutasema. Na wengine pia tunachukua ripoti kwa daktari. Ashatuambia daktari wetu anatujua sisi yote. Yaani ile mazingira yote ya afya yetu anatujua daktari. Sawa sawa Sehemu nyingine ambayo tutapita kama ziara kabla ya kwenda ni Mina, ambapo tunasema hiki ndio kituo kikuu, na hii tunasema ni Madina tu Mina, yani ni mji wa Mina, ndio kituo kikuu cha mahujaji kutekelezea ibada yenyewe. Wakitoka tarehe 8 kuja hapa Mina, maana yake popote watakapotoka wataenda Arafa, watarudi hapa. Wataenda Jamarat, warudi Mina. Mpaka tarehe 12 au 13 waondoke. Eneo la Mina lina historia nzito sana katika Uislamu, kwa sababu ndio kituo kikuu cha kutekeleza ibada ya hija. Lakini katika eneo hili ndio kuna eneo la Jamarati, sehemu ambayo mahujaji huenda kurembea vijiwe. Na ilikuwaje ikaja jambo hili? Ilikuwa Nabii Allah Ibrahim alayhi salatu wasalam alipooteshwa na Allah mtukufu, akiamrishwa kumchinja mwanawe Ismail. Ikawa Ibrahim kama anaingia uzito lakini inakuja mwisho akamuita mtoto, akamwambia inni ara fil manami anni adhbahuka fandhur madha tara. Mimi naamrishwa na Allah kwenye ndoto ni kuchinja, unasemaje? Watoto wenye kumjua Allah mtukufu, maana yake mtoto atamwambia unafaza, naona unaanza kuchanganyikiwa sasa. Unaanza kuchanganyikiwa, una data kabisa mzee wangu. Unataka kunichinja mimi? Mtoto anamwambia ya abati fa'al ma tu'mar. Baba yangu, fanya ulichoamrishwa na Mola wako. Satajiduni insha Allahu minas sabirin. Wewe na mama yangu mtanikuta kwa Allah ikiwa mtakuwa ni wenye subira. Hamna neno. Na mtoto akamwambia baba, tena unapotaka kunichinja usinichinje hapa. Mama atakukwaza usitekeleze amri ya Mola wako. Maana yake wanawake wana huruma, wao ndio wamebeba uchungu. Ukimkuta mwanamke anamwadhibu mwanae au anamkataa mwanae au anamtia kwenye mashaka makubwa mwanae, ujue huyo mtoto kafanya kiwango cha mwisho cha ufedhuli kwa huyo mama. Lakini binadamu wa mwisho kwa huruma kwa binadamu ni mama. Kwa akamwambia usinichinje mbele ya mama, utashindwa. Wewe nichukue nitoe nje ya mji. Na huko utakakonipeleka pia usiende kunichinja ukiwa umenilaza chali. Utakuwa unaniona uso, itakuingia simanzi, utashindwa. Nilaze kifudifudi. Sasa ndio wakatoka mtu na baba yake. Maana tunatoka tu kidogo. Mama anajua kwamba mtu na mwanawe wanatoka. Mtoto anafundishwa maisha. Walipofika eneo hili la Jamarati, kaja Ibilisi anamwambia Ibrahim, wewe acha ujinga wewe. Unakuwa bwege, unataka kumchinja mtoto wako bwana. Mtoto wenyewe wa zawadi umempata uzeeni afa unataka kumchinja. Ibrahim anainama, anaokota jiwe, anamtupia. Anatembea kiasi cha mita 200 tena anarudi. Hakomi. Anainama, anaokota jiwe, anamtupia. Anatembea kiasi cha mita 200 tena anarudi. Anainama, anaokota jiwe, anakata tamaa. Ndio anakwenda paka anamfikisha sehemu ambayo alimlaza kifudifudi, anamchinja. Akipeleka kisu akiingia kikati shingo ya binadamu.
lakini hicho kisu akipiga kwenye jiwe linakatika vipande viwili. Hiyo sehemu pia tutaiona Mina, sehemu ambayo Nabii Allah Ibrahim alitaka kumchinja mtoto wake, tutaiona biidhnillahil karim kwa macho yetu. Sehemu nyingine tutaona Masjidul Khaif ndani ya Mina, msikiti ambao umeswaliwa na zaidi ya mitume 70, na hata Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akiwa Mina swala zake aliswali hapo. Tutaiona pia msikiti peke yake, ingawaje sasa hivi kuna msikiti mwingine unaitwa Masjidu Kuwait, lakini msikiti wa asili Mina ni hii Masjidu Al-Khaif. Hili ni eneo la Mina ambalo sisi tutalitembelea insha Allah kabla. Sehemu nyingine tutafanya ziara katika ziara yetu katika mji wa Makka, ni Jabalu Hira. Jabalu Hira au Jabalu Nur. Asili watu wa Makka wanaita Jabalu Hira, lakini baada ya tukio lililotokea ukaitwa Jabalu Nur kwa maana ya mlima wa mwangaza. Mlima huu pia huko takriban kilomita 4 kutoka Kaaba tukufu. Huu mlima umenyanyuka usawa bahari mita 258. Huu mlima huu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam umri wake ulipokaribia miaka 40 alianza tabia ya kujitenga na watu wake wa Makka. Akawa anamwambia mke wake Bibi Khadija, niandalie chakula cha wiki moja, wiki mbili, mpaka mwezi mzima. Anaenda pale juu kabisa kwenye kilele kuna pango, anaingia anakaa pale akifanya ibada kupitia ibada za Nabii Allah Ibrahim, raka 2 asubuhi, raka 2 jioni. Kikiisha chakula anarudi nyumbani na kuja kuwaona siku 2-3 na anaondoka anaenda. Katika mara akiwa yuko pale sasa, umri umefika miaka 40 kamili, akatelemkiwa na Jibril alayhi salatu wasalam. Jibril anamwambia iqra, Mtume anamwambia ma ana biqari, mimi sijui kusoma wala kuandika, ananiambiaje nisome? Iqra. Pale kwa mara ya kwanza ndio ikateremka suratul Al-Alaq aya 5 za mwanzo, iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Na sisi tutaenda tutapaona, sawa Taib. Sehemu nyingine tutafanya ziara Makka ni Maqbaratul Ma'la, maeneo ya Jumaiza. Maqbaratul Ma'la maana yake makaburi ya Ma'la. Makaburi haya yako takriban umbali wa mita 900 kutoka haram tukufu ya Makkatul Mukarrama. Humu ndani ya haya makaburi amezikwa Sayyidatu Khadija bintu Khuwailid, mwanamama mwema nambari 1 katika ummati Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na mke wa kwanza wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tutapita tutayaona haya makaburi. Tukitoka hapo tutapita sehemu Masjidu Al-Jinni, takriban mita 700 kutoka Kaaba tukufu. Masjidul Jinni maana yake msikiti wa majini. Yako majini hayapo, ila kuna msikiti. Historia inasema siku moja Mtume alifanya miadi ya kukutana na majini kwa ajili ya kuwalingania Uislamu usiku. Akamwambia Abdullah ibn Mas'ud kwamba jiandae, tutatoka na wewe. Wakatoka kweli usiku. Walipofika pale Mtume akachora mstari akamwambia Abdullah, usivuke hapa. Abdullah ibn Mas'ud anasema ninamuona Mtume anaongea na yale majamaa, yani huku vinywa vyao vinatoa cheche za moto kama zimuunguze Mtume, na ndio sababu aliniambia mimi nisimame mbali. Akawalingania, wakasilimu waliosilimu, wakapinga Uislamu walioendelea kupinga Uislamu. Serikali ya kifalme ya Saudi Arabia imejenga msikiti kwenye eneo lile kwa ajili ya kulinda historia, na unaswaliwa sala zote msikiti huu. Mita 700 kutoka Kaaba tukufu. Mbele ya msikiti huu takriban mita 200 kuna msikiti unaitwa Masjidul Fathi au Masjidu Raya, msikiti wa ufunguzi au msikiti wa bendera. Msikiti huu umeitwa hivi ni kwa sababu mwaka wa 8 Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akiwa Madina alienda ivamia Makka na kuikomboa kuwa sasa ni mji wa Kiislamu. Bendera ya la ilaha illa Allah yenye rangi ya kijani ilisimikwa kwenye eneo ambalo kuna msikiti huu, mita 500 kutoka haram ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kimsikiti hiki kinafunguliwa, kinaswaliwa sala zote pia. Pembeni ya msikiti huu kwa mita 100, pembeni ya huu msikiti kwa mita 100 kuna msikiti unaitwa Masjidu Shajara, kwa maana ya msikiti wa mti. Msikiti huu pia na wenyewe unaswaliwa, uko umbali wa mita 500 kutoka haram tukufu ya Makka.
Kwa nini unaitwa Masjidu Shajara? Eneo hili palikuwa na mti, makafiri wa Kikureshi na mwambia, wewe kama kweli ni mtume wa Allah tupe muujiza, tuoneshe muujiza. Mtume akausomesha ule mti umfate. Mtu katikisika ardhini, ukasogea karibu na mtume, kisha akauambia makana, rudi sehemu yako. Serikali imejenga kimsikiti kile kulinda historia ya eneo lile. Haya ni maeneo ya kihistoria ambayo sisi tutayatembelea katika jiji la Makkatu al-Mukarrama. Sawa sawa Ama Madinatul Munawwara, sehemu ya kwanza ni Masjidun Nabawi, msikiti wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, msikiti ambao eneo ulipojengwa ni eneo lilipokuwa zizi ambalo linawekwa mbuzi, kondoo, ng'ombe, ngamia wanaoletwa mnadani katika soko la Madinatul Munawwara kabla mtume hajafika Madina. Kipindi hicho pia Madina haiitwi Madina, inaitwa nini? Yathrib. Eneo hili na vijana wawili, watoto wawili vijana wanaitwa Sahal na Suhail, mayatima, wamerithi kwa wazazi wao. Sasa mtume alipoingia Madina, kati ya mji alikuwa na mnyama wake. Kila mtu alikuwa anatamani ule mnyama afikie kwake. Mtume anawaambia da'uha fa innaha ma'amura, mwacheni, huyo ameamrishwa, atakapoenda yeye kukaa ndipo tunapojenga msikiti. Akakaa eneo hili. Na wale vijana wakakubali kulitoa ili eneo wakfu, lakini mtume alikataa, lazima mfidiwe pesa. Abu Bakar akatoa takriban dirham 1500 kulinunua ili eneo. Alafu mtu mmoja anatokea anakuambia Abu Bakari kafiri. Utakuwa kafiri yeye, hawezi kuwa Abu Bakari kafiri kwa njia hii. Mtu ambaye amenunua ardhi iliyojengwa msikiti, ukiswali kwenye msikiti huu swala moja ni sana umeswali Manyema na misikiti mingine yote duniani swala 1000. Mtume sallallahu alaihi wa sallam akaujenga huu msikiti wake kwa takriban miezi 7 kwenye ardhi ya Madina. Sisi tutafanya ziara kwenye huu msikiti na ndio msikiti ambao tutaswali swala zote tukiwa Madina kwa muda wa siku 6. Ndani ya msikiti huu kuna kaburi ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Kaburi hii ipo kushoto mwa msikiti wa Mtume, sehemu ambayo palikuwa na nyumba ya mama Aisha. Nyumba hii, ukuta wa msikiti ndio ukuta wa nyumba hii. Hata muda mwingine Mtume akiwa itikafu alikuwa anaingiza kichwa chake nyumbani kwake, kwa sababu ni ukuta wa makuti ya nini? Ya mtende. Anaingizwa kichwa chake, anamwambia rajili nichane nywele zangu. Mama Aisha anamchana, anarudi ndani ya msikiti. Na ilivyo mafunzo, mitume wanazikwa walipofia. Ikawa mtume haiwezekani maiti yake kuhamishwa, kutolewa hapa kupelekwa popote pale, kwa sababu mafundisho ni kuzikwa, mitume wote wanazikwa walipofia. Kwa akazikwa ndani ya chumba cha mama Aisha, akiishi na mama Aisha. Halafu Abu Bakari alipokufa naye akaomba azikwe pembeni yake, kazikwa pembeni ya mtume. Halafu Umar al-Faruq naye alipochomwa mkuki na Abu Luluatul Majusi akiswalisha vile, akiwa katika zile siku za sakarati al-maut, akaambia mama Aisha, naomba nizikwe sehemu yako. Mama Aisha akamwambia hamna neno. Alipokata roho akamzika pale. Kwa hivyo amezikwa Mtume sallallahu alaihi wa sallam na jamaa zake wawili, Abu Bakar na Umar al-Faruq. Na sisi tukiingia kwenye msikiti wa Mtume, tukitoka tunapita hapa, tunatoa salamu, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya khaira khalqillah, assalamu alayka ya Abu Bakar Siddiqi, assalamu alayka ya Amira al-Mu'minina Umar ibn al-Khattab. Unatoka nje. Hii sana kwa kina baba. Kina mama wataingia pale ambapo watakuwa wamewekwa, ndio hapo watatoa salamu. Lakini kina baba wanapita, kwa sababu sehemu ya kupita kutoa salamu mbele kwa kuingilia babu salamu kwa kina baba ni muda wowote ule, hamna muda maalum. Sehemu nyingine tutakayofanya ziara ndani ya huu msikiti ni sehemu ya Raudha, Raudhatu Sharif. Raudha ni nini? Raudha ni bustani, Raudha ni ardhi ya peponi, lakini Allah ameiweka duniani. Ardhi hii ipo katika ardhi ya Madinatul Munawwara na iko ndani ya msikiti wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kwenye eneo lote la msikiti no. Eneo gani? Mtume mwenyewe ndo anasema ukitaka kuipata raudha uende wapi. Anasema ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil janna. Sehemu iliyo kati ya mimbari yangu ninayosimama kuswalishia watu na kuhutubia watu na nyumba yangu ambayo nakaa na mama Aisha, eneo hili lote la katikati ndio bustani katika bustani za peponi. Kabla ya corona,
Ilikuwa kwenda raudha ni mtu muda wake mwenyewe aende mkasongamane, ukawakuta watu pale anakaa raudha masaa 24 yuko pale, hata udhu au muharibiki, mpaka unashangaa binadamu wa aina gani huyu. Baada ya corona, serikali ya kifalme kupitia Wizaratul Hajj wal Umra imebadilisha utaratibu. Hakuna kwenda pale mpaka ikupe kibali. Hakuna kwenda pale raudha mpaka ikupe kibali. Na sisi tunaona hii ni ahueni kubwa sana, kwa sababu hata wale madhaifu wasiopenda zahma sasa wanaipata raudha. Kipindi cha umra tunatoa vibali sisi wenyewe, kwa sababu tuna access ya kufanya hivi. Kipindi hiki Haji Mission inatutolea kibali. Watu walioingia Madina wote, alhamdulillah, ndugu zetu wote muona wameweza kuipata raudha, wametolewa vibali. Na sisi ikifika muda wetu wa kwenda, muona tutapata vibali, na pengine tutavipata vibali kabla tujaenda Madinatul Munawwara. Na sasa hivi ukipata kibali utakwenda wanaume kwa muda wao na wanawake kwa muda wao, na ni kibali ambacho kinamwezesha kukaa mtu pale kati ya dakika 7 mpaka 10. Tumuombe Allah mtukufu atujalie kufanya ziara katika eneo hili inshallah. Ukiacha msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehemu nyingine tutafanya ziara Madina ni Masjid Quba, msikiti wa kwanza kujengwa katika ardhi ya Madinatul Munawwara. Safari ya Mtume ya kutoka Maka kuja Madina ni safari iliyomchukua siku 12. Alitembea siku ya kwanza mpaka siku ya 7 akafika hapa Quba. Na Quba kwetu sisi ni sawa na Kibamba, au sawa na Bunju, au sawa na Kongoe. Yani mwanzoni mwa kuingia wapi? Mjini. Ndio ilikuwa mwanzoni mwa kuingia Madinatul Munawwara. Tumeelewana vizuri Mtume, watu wa Madina wote walikusanyika pale wakampokea, akabakia pale. Ni kitongoji ambacho watu wanaishi, akakaa kwa muda wa siku 5 kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa. Akashiriki nao kujenga msikiti wa kwanza. Huu msikiti wa Quba ni msikiti wenye utukufu sana. Si kwamba ukiswali kuna fadhila zozote. Fadhila ambazo zipo ni zile ambazo Mtume kazisema, kwamba Mtume mwenyewe anasema mtu yeyote mwenye kuchukua udhu nyumbani kwake, uko anakotoka labda hotelini, akaja na tahara yake mpaka msikiti wa Quba, akaswali sala yeyote, anapata malipo ya kutekeleza ibada ya umra. Man tatahhara fi baitihi thumma ata Quba fasalla salatan kana ka ajri umra. Mtu yeyote atakayechukua udhu uko anakotoka, akatia nia akaja Quba, akaswali sala yeyote, ima ya fardhi au ya sunna, ni sawa na mtu huyu ametekeleza ibada ya umra. Na ilikuwa ni tabia ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam miaka 10 akiishi Madina, kila siku ya Jumamosi kama leo anafanya ziara ya kwenda Quba. Tena alikuwa anatembea kwa miguu. Na alhamdulillah, serikali ya kifalme Saudi Arabia sasa hivi hiyo njia ambayo Mtume aliitembea wameinawirisha, wameichonga vizuri. Wanapita watu wanatembea takriban kilomita 4 na kidogo. Lakini sisi tutaenda Quba na basi, wala msipate hofu. Sasa itakuwaje? Sisi tutachukuliwa na basi hoteli, tutaenda Quba. Tumeelewana vizuri Pembeni mwa msikiti huu ndio sehemu ambayo wale wanafiki wakaamua kujenga na wao msikiti Masjidun Dhirara, ili kuwafanya watu wasiswali kwenye msikiti wa kichamungu, waswali kwao. Halafu Allah mtukufu akamwambia Mtume usiingie kwenye huo msikiti tena, uvunjwe, ukaamrishwa ukavunjwa. Leo serikali ya kifalme ya Saudi Arabia imewatunuku wanafiki wote duniani nishani ya heshima na thamani kubwa. Eneo la msikiti huu wameweka matundu ya vyoo yanayohudumia watu wanaoingia kuswali msikiti wa Quba. Utaliona hili eneo pia. Sehemu nyingine tutafanya ziara tukiwa Madinatul Munawwara ni Masjidu Qiblatain. Masjidu Qiblatain kwa maana ya msikiti wenye kibla ngapi? 2. Eneo hili likikaliwa kipindi hicho na kabila la Bani Saida al-Khazraji. Hawa ni mabwanyenye. Eneo la Qiblatain kwa Madina ni kama vile hapa tunasema Ostabei na Masaki. Na ndio mpaka leo, yani tajiri wengi wanakaa kwenye eneo hili. Sasa Mtume siku moja alitembelea watu hili kabila mchana, halafu akaondoka. Baadhi ya vijana walikuwa wanaenda kudiriki darasa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikateremka aya, bado waislamu wakiswali wanaelekea Palestine, Baitul Maqdis. Ikateremka aya, kad nara taqalluba wajhaka fis samaa falanwaliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatara al-masjid al-haram wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatara. Sasa karudi mtu wa maeneo haya anawakuta wenzake wanaswali, anawaambia jamani, imeteremka bishara,
nyinyi mnaelekea Shamu, bado imeteremka aya nataka tuelekee haram ya Makka, kwa hivyo geukeni muelekee Makka. Imamu akageuka mazima na maamuma nao akageuka, ikawa swala moja ya raka 4 wameswali kwa kuelekea kibla mbili tofauti. Ndio sababu msikiti ukabeba historia ya Masjidu Kiblatain, kwa maana msikiti wenye kibla mbili. Huu msikiti wenyewe kuswali kwake ni kama Manyema tuna mingine, yaani hamna fadhila za kuswali. Umekuwa kwenye matengenezo muda mrefu, na matengenezo ni ya kuwafanya watu wanaokuja kufanya ziara wapate mazingira na mandhari nzuri wakifika. Hatujui kipindi tunaenda sisi kama utakuwa umefunguliwa. Kama umefunguliwa basi tutasimama, tutateremka, tutaingia. Lakini kabla bado haujafunguliwa, kwa maana ya basi kuruhusiwa kufika, maana yake tutapita, tutauona, tutasonga mbele. Sehemu nyingine tutafanya ziara ni 7 masajid. 7 masajid au jina jingine Jami'ul Khandaq au Mahallul Khandaq. Eneo hili ni eneo ambalo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipigana mwaka wa 5 vita vya Khandaki au Ghazwatul Ahzabi. Kaisema vita hii kwa mazingira mazito sana na urefu na uwazi Allah mtukufu katika suratul Ahzab ndani ya Qur'an. Mwaka wa 5 imekuwa vita vya Khandaki kwa sababu ndio mara ya kwanza hapa ilipatikana teknolojia ya kuchimba maandaki kwa bwana mmoja akiitwa Salmanul Farisi, anayetoka Fursi huko Iran. Akaja akasilimu, akamwambia Mtume, si kule kwetu tukizungurukwa na maadui tunachimba maandaki tunajificha, kwa nini tusichimbe maandaki? Wakachimba maandaki. Utapata historia yake pia. Mwaka wa 5 Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akaondoka kidedea kwa kushinda dhidi ya majeshi ya makafiri ambayo yalikuwa yameungana. Mayahudi wote mustashirikina wote waliungana wakawa jeshi moja lenye nguvu na silaha kipindi hicho tunasema za kisasa, dhidi ya jeshi dhaifu na silaha duni, lakini Allah aliwapa ushindi, aliwapa nguvu. Sehemu nyingine tutaifahamu ni sehemu ya shuhada Uhudi, sehemu ya mashahidi wa Uhudi, sehemu ambayo mwaka wa 2 Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipigana vita vya Uhudi. Hapo ndipo alipokufa Hamza na wengineo takriban masahaba 70. Sisi umma huu tunaishi, hatutokufa na ukame hata siku moja. Pakitokea ukame hapa, sehemu nyingine watu Allah atawapa mvua, watalima, watalisha huko. Kuna kipindi tulikula mpaka mahindi kutoka Marekani, au sio? Hiyo ni dua ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haiwezekani kwa wakati mmoja umma huu pakawa na ukame duniani kote, haiwezekani hata siku moja. Ili Mtume alikubaliwa na Allah mtukufu. Akamwomba jambo la pili, ninakuomba usiwaangamize watu wangu, umma wangu, kwa maovu ya aina yeyote atakayofanya. Nyinyi mnajua dunia inapiga kelele leo, mashoga wana nguvu sana, wasagaji wana nguvu sana. Hizi ni dhambi ambazo zilipelekea Allah angamize mji chini juu, juu chini. Ndivyo sivyo? No. Na inawezekana ushoga una nguvu leo na umeenea leo, umeshamili leo kuliko ushoga ulivyofanywa kipindi cha Nabii Allah Lut na watu wakaangamizwa. Lakini Allah anatutazama. Sio kuwa hawezi kutufanya kitu. Aliomba Mtume sallallahu alaihi wasallam, usiuangamize umma wangu kwa madhambi yao kwa namna yeyote. Allah mtukufu akasema nitawasubiria mpaka siku ya mwisho, nitakuja kuwalipa kwa wanayofanya. Jambo la 3 Mtume akaomba ili akakataliwa. Allah akamwambia hili no, hii siku hapana. Nini? Magomvi baina yetu. Nitokea mimi nimemkanyaga Mzee Mandwanga akaanza kurusha ngumi. Vipi bwana wewe mshenzi, nilikuwa nakanyaga na nini? Hii Mtume sallallahu alaihi wa sallam amekataliwa na Allah. Allah ameiacha hii kuwa ni fitna na mtihani kwetu. Mimi naweza kukanyagwa na Mzee Mandwanga alafu nikamwambia asante mzee, wala usina wasiwasi, pole, mimi najua ukukusudia, nitaweza kusamehe. Anaweza akaishi mtu na mke wake ndani na mume wake ndani, na muda mwingine wakanyongeshana kwenye haki, na mtu tu akasamehe, wala asiwe na nongwa, asiwe na chuki. Anaweza hivi. Tunaweza tukaishi katika namna ya upendo, tusiingie kwenye magomvi, kutosemeshana. Hii imebaki ni fitna na mtihani kwetu. Tumuombe Allah tufanikishe, tushinde inshallah. Huu msikiti huu Mtume aliomba umma 3, ulikuwepo, umevunjwa, sasa hivi unafanyika matengenezo, lakini wataurejesha inshallah.
uko mita 500 upande wa kushoto mwa haram ya mtume, yani ya mtume sallallahu alaihi wa sallam. Kisha ukitoka hapo unatembea kama mita 150 sawa na mita 700 kufika haram ya mtume, kuna Masjidus Sajida au Masjidu Abi Dharr. Eneo hili lilikuwa na kama na mmoja sahaba mtukufu Abi Dharr al-Ghifari na jamaa zake. Siku moja mtume akiwa hapa alisujudu muda mrefu sana, ndio maana huu msikiti ukaitwa Masjidus Sajida, lakini wenyewe wakiitwa Masjidu Abi Dharr. Muda mrefu mpaka masahaba wana vipi tumtikise tufanye labda kafa mtume. Baada ya hapo akaja kunyanyuka, vipi mtume? Akasema kwa nini nisisujudu muda mrefu? Wakati Jibril amekuja ananiambia, ewe Muhammad, Mola wako anasema yeyote katika watu wa umma wako akikutakia wewe sala na salamu mara moja, Allah humlipa mara 10. Sasa mimi natakiwa sala na salamu mara moja, inakuwa ni sababu ya mtu kulipo mara 10. Mimi nimenyenyuliwaje sharafu na Allah mtukufu? Kwa nini nisisujudu kumshukuru Allah mtukufu? Ndio sababu mbona nimesujudu muda mrefu. Inshallah pia tutapaona. Sawa sawa sehemu nyingine ambayo tutaiona ni Saqifatu Bani Sa'ida. Saqifatu Bani Sa'ida pia iko kwenye matengenezo. Hii iko upande wa kulia wa msikiti wa mtume, upande wa nyuma. Saqifa maana yake ni bustani. Ni sehemu ambayo kipindi hicho palikuwa na vila za familia ya Banu Sa'ida al-Khazraji, mabwanyenye wa Madinatul Munawwara. Eneo hili limekuwa ni eneo la kihistoria kwa sababu hapa ndipo walipokutana masahaba Muhajirina na Ansari na kukubali kile kikao cha kumteua khalifa wa kwanza, kiongozi wa kwanza baada ya mtume kufa. Akateuliwa hapa Abu Bakar Siddiq. Wakala kiapo cha utiifu, kisha wakambeba kumpeleka ndani ya msikiti wa mtume kumtangaza, na Waislamu wengine pia na wao wale kiapo cha utiifu. Ni eneo ambalo limebakia kuwa eneo la kihistoria, inshallah tutaliona. Sehemu nyingine ni Masjidu Ghamama. Wenyewe huko upande wa mbele kuliani kwa msikiti wa mtume sallallahu alaihi wa sallam. Msikiti wa Ghamama, yani kama vile msikiti wa mawingu. Eneo hili historia yake ndiyo sehemu mtume sallallahu alaihi wa sallam alisimama kuswalisha watu sala zote za Eid. Ndiyo sehemu mtume aliswalisha watu sala za kuomba mvua. Ndiyo sehemu mtume sallallahu alaihi wa sallam aliswalisha watu sala za maiti. Hata maiti alikuwa anaswaliwa nje ya msikiti uwanjani. Maiti hakuswali msikitini. Kipindi cha mtume sallallahu alaihi wa sallam. Siku moja mtume kasimama anaswali sala ya kuomba mvua. Madina pana ukame sana. Jua limewaka, pakateremka kiwingu pakamziba mtume. Ikawa mtume amepata kivuli kwa kiwingu kile. Ndio sababu kama msikiti yake kinaitwa Masjidu Ghamama, msikiti wa mawingu. Tumeelewana vizuri Pembeni ya msikiti huu kuna Masjidu Sayyiduna Abu Bakar, mbele yake kidogo tu. Yaani maana yake unauona huo. Abu Bakar yeye mtume alipokufa akiwa kiongozi akasema mimi siwezi kusimama sehemu alikuwa anasimama mtume. Hata huko kwenye ndani ya msikiti wa mtume, Abu Bakar alihama sehemu alikuwa anaswalisha mtume, alisogea pembeni. Hii ni heshima ya watu wema, kuheshimu watu wakubwa. Siku hizi sisi unakuta hata wazee wetu zamani kiti cha baba hakai mtu mwingine, lakini siku hizi hakuna vitu hivyo. Yaani wewe ukiondoka tu kiti unanunua siku 2 cha kukulea maskini, ushastafu, uzee umekuja, ukikaa usingizi unakuta watoto tayari washakikalia wamekiharibu. Tumuombe sana Allah, hiki kizazi cha 2000 hiki ni kizazi kina mashaka makubwa sana. Lakini watu alhamdulillah hata kwenye hii generation ambayo inaondoka sasa hivi yetu. Zamani mashehe si kwamba tunayaona tunayasikia kwenye mitandao, sio kwamba mashehe walikuwa wanaelewana. Mashehe walikuwa wanatofautiana. Hii tofauti ni tofauti iko tangu masahaba ya kufahamu haki. Ni tofauti yani asili ya maumbile ya binadamu. Walitofautiana mashehe lakini waliheshimiana. Huwezi ukakuta wanazogoana. Sisi leo mtu kasoma muona tayari anamjeruhi huyu anamjeruhi shekhe ambaye pengine kwa umri ni babu yake ni baba yake. Simfuate, nenda kamwambie. Ukiona vipi andika makala, maelezo yako andika maelezo, mpelekee, mwambie angalia hii. Uone atakubali kurekebisha, hatakubali kurekebisha. Hizi fujo hizi matokeo yake dini inakuwa katika mazingira ya hovyo. Sasa haya ni mambo ambayo yameishi, lakini wenzetu hawakuwa hivyo. Kwa hiyo Abubakar yeye aliswalisha watu pembeni, pamejeka msikiti. Akaja Ali ibn Abi Talib, huko msikiti unaitwa Masjid Sayyidina Ali, muone naye akaswalisha watu pembeni.
halafu kuna Masjid Umar na Uthman yenyewe iko mbali kidogo kwenye uwanja huo mmoja. Vimisikiti viwili vya hawa watu wawili vimesongwa sana na majumba sasa hivi, lakini vipo. Haya ni maeneo ya kihistoria ambayo inshallah tutayaona tukiwa Madinatu al-Munawwara. Na sehemu ambayo nyingine tutaenda kufanya historia ni sehemu ya Taif. Hii ambayo tumesema inshallah siku ya Jumatatu tutaenda Taif, na sehemu ya Taif kubwa sana historia tunaenda kuipata ni sehemu tatu tu. Sehemu ya kwanza ni ile sehemu ambayo mtume walimpiga vijiwe. Walimpiga vijiwe mpaka viatu vyake vikaloa damu. Halafu akatoka akiwa mchovu, akatembea kidogo, akakuta kijiwe kimenyenyuka, akakaa pale akiwa amechoka. Pale sasa ndio akaanza kumuomba Allah dua. Muona, akateremka Jibril alayhi salatu wasalam, akamwambia malakul jibal, malaika wa milima, anayedhibiti milima isichezecheze, yuko tayari muda wote kuamrishwa na Allah mtukufu aiachie hii milima iwaponde hawa watu. Wewe ni kiasi tu cha kusema, manake kama vile sisi sema tu, kubali tu wapewe adhabu ya aina yeyote. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamwambia hapana, mwambie Allah mimi nimekataa. Huenda Allah mtukufu akaja kutoa katika kizazi cha hawa, muona, yani katika migongo ya hawa kizazi ambacho kitamwabudu Allah na kitampokesha Allah. Angalia upole wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fedheha na aina ya uvunjifu wa adabu wote aliyofanyiwa, lakini alisamehe kabla hata damu iliyotokana na majeraha aliyopewa haijakauka katika mwili wake. Kasamehe, sema waache. Leo Taif hatuendi kuangalia historia ya watu walioangamizwa, tunaenda kuangalia historia ya watu ambao ni Waislamu, tena katika nidhamu ya kufata ibada pengine ni wakali kuliko hata Maka. Maana Taif unakuta saa 5 tayari maduka yote yamefungwa, wanakuambia muda wa swala, hawawezi kuuza. Kwa hivyo hii ni sehemu ya pili tutaiona. Halafu kisha wakampa zabibu, akala zabibu, na kijana Adas kwenye shamba la zabibu, tutapaona hizo sehemu tatu. Sehemu ya 4 ni sehemu ilikuja baadaye ambayo Abdullah ibn Abbasi alihama Madina baada ya kuwa amekufa mtume, akaona Ahmad, mimi siwezi kuishi hapa. Mwana akaamua kubadilisha makazi yake, akafanya Taif, akaweka markazi yake kubwa, akafundisha watu dini kama markazi, kama shule, akafundisha dini, akajenga msikiti mkubwa. Tutaiona pia, na ndio sehemu tutaanzia. Alafu baada hapo tutapita hizo sehemu, tutaondoka zetu Taif. Taif kwa hapa kwetu ni kama vile labda miji maeneo ya Lushoto, kwa sababu ni mji ambao huko Saudi Arabia. Unaweza ukakuta Maka joto linafika 50, lakini Taif liko joto 15 20. Yani ni eneo ambalo kwa mwaka mzima lina baridi kwa sababu liko juu ya mlima, na hata matunda mengi ambayo haya zabibu nini yanaliwa Maka, wanalima watu wa Taif. Mboga nyingi tunakula Maka zinalimwa na watu wa Taif. Tutaenda kufanya ziara muone katika maeneo haya, alafu baadaye tutarudi zetu. Nadhani baada ya hapo tutakuwa tumekamilisha upande wa mafunzo ya ibada ya hija na ziara biidhnillah alkarim. Kesho tutakuja kukamilisha kifungu cha mwisho kabisa cha darasa yetu, na tutamwachia pia dokta aweze kutuambia yoyote ambayo atakuwa nayo hiyo siku ya kesho.